Ni neema ya ajabu mimi kupakwa na hiyo damu na kumjua Yesu ni neema. Yohana akasema, nikageuka nione ile sauti iliyosema nami. Akasema, nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Manake alizirai. Rafiki, ni neema ya ajabu kumjua Yesu. Ni neema ya ajabu kumjua Yesu. Biblia inasema alifanyika dhambi ili mimi nifanyike haki ya Mungu katika Kristo Yesu. Kwake tunaishi na kuenda na kuwa na uzima wetu. Hebu tuinue mikono yetu, tuanze kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake. Unasema kesho haieleweki. Rafiki, anaishi kwenye umilele. Raboshekenda la labokoriande, riboshekenda la labakande. Asante kumjua Yesu. Asante kumjua Yesu. Asante kwa neema ya kumjua Yesu. Asante kwa neema ya kumjua Yesu. Halaboshekenda la labakande. Halalaboshekenda. Sema maneno ya kumbariki Bwana. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Neema yako ni kubwa. Neema ya Mungu ni kubwa. Haleluya. Haleluya.
heshima zina wewe Mungu, wastahili kusifiwa Mungu, wastahili kusifiwa Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, hakuna Mungu kama wewe. Jehova Nisi, Mungu wa Israeli, Mungu kama wewe.
pokea utukufu. Wewe ni Baba mwema, wewe ni Mungu mkuu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Unastahili asubuhi ya leo, tunalibariki jina lako. Umetukuka sana mfalme wa falme, umetukuka sana mwana Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu wetu, ni kimbilio letu, ni msaada wetu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Jina lako libarikiwe Yesu, jina lako litukuzwe mfalme. Pokea sifa na shukrani, pokea utukufu mfalme wa falme. Rirarabasakayanda robo, darabasakayanda nadorobosike, darabasakayanda rabasakaya, rorabasakayanda robosike. Oh, asante Bwana, asante mfalme, asante mwana Mungu aliye hai. Asubuhi ya leo tunakuadhimisha, tunakushangilia kwa makofi, tukisema asante Bwana kwa kuwa umetukuka sana asubuhi ya leo. Tunalibariki jina lako. Wewe ni Baba mwema, wewe ni Mungu mkuu. Pokea sifa na shukrani, utukufu wako, heshima ni zako Baba. Tunalibariki jina lako. Asante mfalme wa falme, asante Bwana wa Bwana, tunakushukuru, tunasema asante. Libarikiwe jina lako katika jina la Yesu mfalme. Barikiwe Yesu. Baba, tunakushukuru. Asante kwa wema wako, asante kwa uaminifu wako, asante kwa uhai uliotupa. Jina lako libarikiwe, jina lako litukuzwe mfalme. Wewe ni wa milele, wewe ni miujiza. Pokea sifa na shukrani. Tunatamani kukaa kwenye uwepo wa Mungu, lakini kwa ajili ya muda, ili mambo mengine yaendelee, tunaomba wanamuziki mchukue nafasi zenu. Mungu awabariki sana. Praise, Mungu awabariki sana. Asanteni sana kwa huduma yenu nzuri. Tunawashukuru sana kwa kulifikisha kanisa hapo asubuhi ya leo kwenye ibada yetu ya pili. Karibuni watu wote kwenye kumtolea Mungu. Hata nyinyi wageni mnaotutembelea tunawakaribisha tumtolee Mungu. Ibada zetu zinakamilika pia katika kumtolea Mungu wetu. Baba, tunamaliza zetu ambazo Mungu umetubariki. Asante kwa kanisa lako na watu mmoja mmoja Bwana, kuwabariki na vipawa mbalimbali kwenye nyumba yako. Asubuhi ya leo tunakuheshimu na mali zetu. Asubuhi ya leo tunakuheshimu na vipawa mbalimbali vya Mungu umetupa. Wabariki watu wako wanapokutolea kwa furaha, kwa moyo wa amani na kwa moyo wa kupenda. Wabariki mfalme, sadaka hizi zikafanyike kuwa hazina katika nyumba yako Bwana, kwa ajili ya kazi mbalimbali, kwa habari ya kazi ya Injili na mambo mengine kwa ajili ya kanisa lako. Wabariki watu wako wote katika shughuli zao, katika vipato vyao Bwana, uwakumbuke. Bariki biashara zao, wabariki Bwana vipato vyao vyote, kama ni kazi, kama ni biashara, kama ni mashamba, kama ni mfugo, Bwana uwakumbuke. Asubuhi leo tunakuomba na kwa imani tunavipokea vitu hivi vyote ambavyo vimetoka kwako kupita watumishi wako. Wabariki wote katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Karibu tumtolee Bwana. Moyo wako usije
alilotupenda Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Ni pendo la namna gani alilotupenda Baba, kwamba tuitwe wana wa Mungu. Hallelujah! Ongeza shangwe kwa Yesu. Ongeza shangwe kwa Yesu.
kwa niaba ya mchungaji kiongozi na baraza la wazee, basi nawapongeza sana kwa kuja leo kwenye ibada hii. Mungu abariki sana. Nimesimama hapa kwa ajili ya kusema kwamba siku hii ya leo ni siku ya wazee wa kanisa. Kwa leo tuna mzee mwenzetu ambaye yeye yuko serious muda wote, alafu yeye kucheka kwake ni kwa nadra sana. Yuko serious kwa mambo mengi sana. Kwa hiyo atatuhudumia leo mahali hapa. Sasa wakati anakuja ili mtambue vizuri, naomba basi tusimame tumshangilie. Basi naomba tuombe. Mtakatifu Mungu wetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa upendo wako wa ajabu ambao katika huo umetupa nafasi ya kuwepo leo mahali hapa. Mungu wetu, naomba ukatuhudumie. Sema na kila mmoja wetu sawa sawa na jinsi ulivyokusudia wewe, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi tunaweza, kabla hatujakaa, nitaomba tuimbe wimbo mmoja kwenye tenzi za rohoni au vitabu vyetu, namba 92. Nataka nimjue Yesu. Bwana asifiwe sana. Tunaweza tukaanza Nataka ni zidi kumfahamu, nijue pendo lake na wokovu wake kamili.
Tumshangilie tena Bwana Yesu. Asanteni sana praise. Basi tunaweza tukakaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hiyo sauti ni kama ya watu wachache vile. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ijulikane kwamba kuna watu wenye uhai hapa. Na kwaya hapa wameimba kwamba sisi ni watoto wa nani? Wa Mungu. Bwana asifiwe. Basi namshukuru Mungu kwa ajili ya fursa hii ya kusimama mbele yenu. Kusimama hapa sio kitu kirahisi. Toka nimekuwepo hapa kanisani toka mwaka 93 mpaka leo, naweza kuhesabu siku nimesimama Jumapili ni chache. Sijui kama zinafika 10. Kwa hiyo sio kitu kirahisi. Namshukuru Mungu sana. Na nishukuru baraza la wazee kwamba katika siku hii ya leo wakaona kwamba mimi naweza kusimama hapa kwa niaba yao. Na mchungaji wetu kiongozi pia kwa kuridhia niweze kusimama. Na kushukuru wewe ambao umekuepo asubuhi ya leo. Mgeukie jirani yako mwambie mhubiri wa leo anakushukuru kwa kuepo. Haleluya. Ni siku njema ambayo Bwana ameifanya. Nashukuru kwa katibu wetu wa kanisa. Sijajua kama niko serious sana, lakini amesema niko serious. Wengine pia wakati nilipokuwa naendelea kukua hapa najifunza, hawezi kuniletea mambo ambayo hayana mshiko. Kwa hiyo hata vijana wengi walikuwa wananikwepa. Kwa sababu lazima ukileta jambo kwangu lazima nitakupiga maswali ya kutosha. Kwa hiyo wengi wanaweza wakawa wananikwepa kwa ajili hiyo wakati huo. Lakini ni mtu mzuri tu ambaye Mungu amenigeuza na amenibadilisha. Haleluya. Mungu amenibadilisha kweli kweli. Unakisikia Mungu amembadilisha mtu, na mimi mwenyewe ni mmoja wapo ambao nimebadilishwa. Bwana asifiwe sana. Naomba tuende kwenye neno la Mungu kwa siku ya leo ambalo Mungu amenipa. Kwa sababu baada ya kuambiwa tu kwamba nitasimama, kwa kweli nilianza kutafuta Mungu anatamani niseme nini siku ya leo. Mimi ni mwalimu wa neno la Mungu, ningeweza kuwa na masomo mengi, lakini natamani kile ambacho Mungu kwa leo anatamani nikiseme. Na mimi nimekuepo kwenye kanisani Jumapili iliyopita, nimekuepo kwenye mkesha, nimejaribu kufuatilia ujumbe ninaouleta leo kwenu ambao Mungu alianza kujenga ndani ya moyo wangu. Ni ujumbe ambao umekuwa ukizunguka katikati yetu. Ni ujumbe ambao Mungu anatamani, naamini ndio ujumbe wa sasa. Bwana asifiwe sana. Ambao Mungu anatamani kila mmoja wetu asikie. Na hapa usikae kwa hasara. Hakikisha kwamba unatoka na kitu. Bwana asifiwe sana. Kusudia moyoni mwako kwamba leo natoka na kitu. Na tumeimba, nataka nimjue nani? Nataka nimjue nani jamani? Nataka nimjue nani? Iwe ndio hamu yako, iwe ndio kiu yako. Bwana asifiwe sana. Ujumbe unasema kujua kweli. Tuseme wote kujua kweli. Tujue kweli, kujua kweli. Ndio maana tumeimba natamani nimjue Yesu zaidi. Natamani nimjue Yesu zaidi. Bwana asifiwe sana. Kama tunaweza tukarusha kule kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4, na maandiko mawili ambayo natamani tuyaone hapo. Hata mengine tusiporusha, ninaweza nikawa na maandiko mengi, lakini lengo natamani utoke na kweli. Ujue kweli ya Mungu. Leo ukitoka hapa uone kwamba kuna kitu, kuna hatua Mungu amekupeleka. Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4 kwa wale ambao unaandika. Lakini pia maandiko mengine Yohana 14, andika tu hapo, Yohana 14:6. Tutasoma pia Yohana 17 mstari wa 17. Lakini mawili ambao natamani tuyaone hapo ni Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4, lakini pia Mhubiri 12 mstari wa 13. Bwana asifiwe sana. Katika kanisa la leo, baada ya kufanyika watoto wa Mungu, kwaya wameimba vizuri na Mungu awabariki sana. Ukishafanyika mtoto wa Mungu, mimi nikishajua kwamba ni mtoto wa mchungaji Barashikwa, yani naweza nikajielewa vizuri kwamba
nina nafasi gani kwenye familia. Na wewe kama mtoto wa Mungu, shetani asingependa ujitambue. Asingependa utambue nafasi yako. Na ukifika mahali pa kutambua nafasi yako, unakuwa ni mtu wa tofauti kabisa. Kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza, niko tu kwenye utangulizi, kwenye Yohana 1:12 anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu. Nitasoma pale kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 4. Biblia inasema kwamba ambaye anataka watu wote, hii mimi nasoma Biblia tofauti, unaweza kuwa unasoma nyingine, ambaye anataka watu wote waokolewe na wapate kujua ukweli. Tuseme wote kujua ukweli. Kwa hiyo Mungu anatamani, shauku yake kwanza, watu wote waokolewe. Watu wote waokoke. Hiyo ndio kiu ya Mungu. Lakini jambo la pili ambalo ni shauku ya Mungu, ambao ndio ujumbe wetu leo, watu wote tufike mahali pa kujua nini? Ukweli. Tafsiri zingine zinasema kufika mahali pa kufahamu kweli. Bwana asifiwe sana. Tafsiri nyingine nasema kupata kujua yaliyo kweli. Tukizungumza kwa habari ya kufanyika watoto wa Mungu, Biblia inazungumza nini? Kweli za Mungu kuhusu kufanyika mtoto wa Mungu ni zipi? Tukizungumza kwa habari ya uponyaji, ukweli kuhusu uponyaji ni upi? Lazima tufike mahali tunaelewa hayo yote. Tukizungumza kwa habari ya Mungu kutubariki tukiwa hapa duniani, ukweli wa Mungu ni upi? Yohana 14:6 inasema, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Huyo ni Yesu mwenyewe. Huyo ni Yesu anasema mimi ndimi njia, kweli na uzima. Kwa tunapozungumza habari ya kweli, tunamzungumzia Yesu mwenyewe. Siwe sana. Tunamzungumzia Yesu mwenyewe. Lakini kwenye 17:17 Yohana anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndio kweli. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya Mungu, tunapozungumza habari ya Yesu, tunapozungumza habari ya neno la Mungu, tunazungumzia kitu kimoja. Na ndio maana nimesema kwenye Jumapili iliyopita tulikuwa ndani ya huu ujumbe kwamba hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa Mungu. Lakini huyo alikuwa kwa Mungu, lakini akaacha ule utukufu akaja kwetu. Kwenye mstari wa 14 pale, Yesu alifanyika, ambaye alikuwa ni neno, akafanyika mwili. Kwa hiyo tunapoenda kwa habari ya ujumbe huu wa leo, ni vizuri uelewe tunapozungumza habari ya kweli ni kitu gani. Bwana asifiwe sana. Kwamba kweli ni nini? Lakini kwenye Mhubiri pale sura ya 12 mstari wa 13. Mhubiri 12 mstari wa 13 pale, hii ndio jumla ya mambo yote. Mche Mungu nawe uishike amri zake, maana kwa jumla ndio impasayo mtu. Kwa hiyo kufika mahali pa kujua kweli ya Mungu, jumla ya mambo yote, kama tukisema tukachukua hiki ukachukua na kile, lakini mambo yote tumjue huyu Mungu, kumcha huyu Mungu. Bwana asifiwe sana. Ndiyo inayokupasa wewe kama mtoto wa Mungu. Tunapofika mahali pa kufahamu hapo, tunazungumza habari ya mtu ambaye alikuwa amefahamu mambo mengi, anaitwa Suleiman. Alikuwa na hekima ambayo ilikuwa ni ya kushangaza. Sasa jumlisha mambo yote, ufahari wa dunia, kama Mungu amekufanikisha kuwa na elimu ya hali ya juu, Mungu amekufanikisha kuwa na nyumba nzuri, kuwa na watoto wazuri, kuwa na kila kitu. Lakini katika hayo yote, tufike pahali pa kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Tufike mahali pa kumjua nani jamani? Mungu.
ndio kusudi kubwa ambalo tunapaswa kulitafuta. Hilo ndio tulitafute. Na nitakuonyesha kwa nini leo bado ni shida kwa watu wengi kuelewa ukweli. Neno la Mungu linasema hivi, lakini mara nyingi hatufiki mahali pa kuelewa. Lakini kufika mahali pa kuanza kuelewa ukweli wa Mungu, lazima tuanzie mahali fulani. Kuna hatua kadhaa. Hatua ya kwanza, lazima mtu afanyike mtoto wa Mungu. Lazima mtu aokoke. Kama uko mahali hapa hujaokoka, leo ni siku yako. Maana hauwezi kufahamu ukweli wa Mungu bila kuwa na wokovu ndani yako. Hata wanafunzi wa Yesu waliokuwa pamoja naye walikuwa hamuelewi. Baada ya kufika mahali pa kupata uzoefu binafsi, ndipo wanaanza kumuelewa Yesu. Kwa hiyo Mungu akusaidie kama uko mahali hapa, kwamba uweze kupata wokovu leo. Usiondoke bila kumpata Yesu. Wokovu ni mlango wa kufahamu kweli. Bila wokovu tunaendelea kuwa gizani. Huwezi kuona ukweli wa Mungu kikamilifu. Utasoma kwenye Yohana sura ya 8 mstari wa 32. Anasema, kama mkizingatia mafundisho yangu, mtakuwa kweli wanafunzi wangu. Kwa hiyo tunapokuwa ni watu ambao tumefika mahali pa kuokoka, ndipo tunaanzia safari hapo ya kumjua Yesu. Bwana asifiwe sana. Na kufika kufahamu ukweli kupitia kwa mafundisho. Na kanisa letu lina utaratibu mzuri sana kwa habari ya mtu anapookoka anaanza kufundishwa, ili asifatishe mitindo ya dunia, kama Warumi 12 inavyosema mstari wa 2. Asiendelee kuwa ni mtu wa kufuatisha mambo ya dunia yanavyokwenda. Sijui sasa hivi kuna mtindo gani, sijui kuna kitu gani kinaendelea. Lakini sisi tuweze kufanyika watoto wa Mungu kweli, ambao tunaweza tukawa ni mfano mzuri. Kwenye Yohana 4 pale mstari wa 25 hadi 26, yule mwanamke alikuwa pale kisimani. Alipozungumza na Yesu, alikuwa hajajua anazungumza na nani. Lakini Yesu alipomwambia huyo naye mzungumzia kwamba atakuja Masihi, ndio mimi, ndio akapata sasa kuelewa. Lakini alikuwa bado hajaelewa. Kwa hiyo tunatakiwa kufika mahali pa kuelewa ukweli. Na alipoelewa ule ukweli ambao alikuwa ameelezwa tu kwamba kuna Masihi atakuja, alibadilika, akawa ni mtu wa tofauti. Akaanza kwenda kuwaambia watu, njooni mje muone mtu aliyeniambia habari zangu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hata sisi leo tunazungumza habari ya kujua ukweli. Kuna kufika mahali pa kuchukua hatua. Tunazungumza kwamba tuko kwenye siku ya wazee. Kwenye siku ya wazee kuna ukweli ambao unapaswa kujulikana pia. Nitazungumza kidogo tu kwa habari ya kwamba sisi kama washirika kwenye kanisa, kama Wakristo, tuna wajibu gani kwa viongozi wetu wanaotuongoza kiroho. Tuna wajibu gani kwa habari ya mchungaji wetu kiongozi, ambaye anasimama mbele za Mungu kwa ajili yetu. Huo ukweli lazima tufike mahali tuelewe. Maana wengine wanaweza ukakuta tu mtu akaongea kwa namna ambayo sio sahihi. Lakini tukijua ukweli, tunaweza tukafanya vizuri. Tunaweza tukamtumikia Mungu kwa njia hiyo. Taonyesha kwamba jinsi ambavyo tunapofanya kwa ajili ya watumishi wa Mungu, tunamtumikia Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo huo ukweli unatakiwa ufike mahali pa kuwa sehemu kwenye maisha yetu. Yesu alipokuwa duniani, kabla ya kuondoka, akawaambia kwamba wale ambao tumemwamini yeye, tutafanya yale aliyoyafanya yeye na zaidi ya yale aliyoyafanya. Lakini leo nani anaweza kusema kwamba kama Yesu alifufua wafu, mimi nimeenda hatua zaidi? Kama Yesu alifanya hiki, nimeshafanya zaidi. Lakini je, kwenye uhalisia hayo yanatokea? Lazima tufike mahali pa kujua, tunaposimama kwenye huo ukweli, tuweze kuufanyia kazi, uwe sehemu ya maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye Marko 2 mstari wa 1 hadi wa 12 ukisoma pale, Yesu alimponya mtu aliyekuwa mgonjwa. Sasa hii haiwi tena ni mafundisho tu kwamba Mungu anaponya, lakini ni nguvu ya Mungu inaonekana kwenye matendo. Ni Mungu anaonekana akitenda kazi kupitia kwa Yesu mwenyewe. Na tunatamani hayo tukizungumza kwa habari ya upendo. Tuone huo upendo halisi ndani ya maisha yako na ndani ya maisha yangu. Bwana asifiwe sana.
Tukizungumza kwa habari ya ushirika, tukijua kama tunasema tunajua kweli ya Mungu kwa habari ya ushirika, iwe ni sehemu ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Sijui kama watu wananielewa, naomba nipungie mkono kama unanielewa. Natamani hii kweli ingie ndani yetu. Maana shetani hapendi usikie haya. Shetani hapendi wewe uwe mjumbe utoke hapo upelekee kwa wengine. Mungu atusaidie sana ili tuweze kujua kweli. Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 7. Anazungumza, anasema daima wakienda katika kujifunza, lakini hawawezi kufikia katika ufahamu wa kweli. Kwa hiyo kuna uwezekano kabisa watu wakaendelea kujifunza, wakaja Bible study, wakaenda kwenye jamii mpya, tukaenda kwenye eneo, tukaja kwenye mkesha, lakini ile kweli haibadilishi maisha. Yaani hakuna tofauti na mtu ambaye hajamjua Mungu. Na mimi hiyo ndio kitu inanisumbua kwenye maisha yangu. Singependa kabisa niseme namjua Yesu, nampenda Yesu, alafu niwe kawaida tu. Haiwezi kuwa ni kitu cha kawaida. Inatakiwa ule ukweli uonekane kwenye maisha yetu kama kanisa. Bwana asifiwe sana. Kweli ya Mungu ionekane. Kama kweli Mungu ni mponyaji, kama tunasema Mungu ni mponyaji na ametupa mamlaka, tuone hayo mamlaka yakitenda kazi. Bwana asifiwe sana. Huo uponyaji tuone ukitenda kazi. Tumeimba hapa praise, tukasema tunakuheshimu Mungu. Lakini kweli tuone kweli tunamheshimu Mungu kweli kweli. Kama tunasema tunamheshimu Mungu, heshima yake ionekane. Bwana asifiwe. Leo kama tuko hapa kanisani, leo kama ungeitwa na rais, ungeitwa na mkuu wa mkoa, unaendaje kwa mkuu wa mkoa? Unaenda ukiwa umevaa namna gani? Unaenda kwa mkuu wa mkoa huku unatafuna Big G. Wangapi wangeenda kwa mkuu wa mkoa akiwa anatafuna Big G? Alafu unaweza ukasimama madhabahuni unatafuna Big G, au unasimama unakuwa kanisani unatafuna. Wangapi leo angeenda kwa, umeitwa kama ni kijana, utaenda kwa mkuu wa mkoa umevaa bukta. Kwa hiyo kuna mambo ambayo tunapojifunza kweli ya Mungu, lazima hiyo kweli iwe halisi kwenye maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Lazima iwe halisi. Kuna mtumishi wa Mungu aliyehubiri hapa Jumapili zilizopita, alikuwa anasema haya ni maonyo. Maonyo. Sasa wakati mwingine tuambiane. Kama wewe kila siku ni wakuchelewa kanisani, kwa hiyo tukuone tu alafu tukuache bila kukuambia. Lazima tuambiane. Kama utulii kanisani wakati ibada inaendelea, lazima tukuambie ukweli. Ili ukweli ukapate kufanyaje? Tutaona ukweli unaweka huru. Bwana asifiwe sana. Ukweli unamweka mtu kwa nini? Huru. Kwa hiyo tunapozungumza habari ya ukweli wa neno la Mungu, ni liwe halisi ndani ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Liwe halisi ndani ya maisha yetu. Ujinga unaondoka. Bwana asifiwe sana. Ujinga unafanyaje? Unaondoka. Zaburi ya 119 mstari wa kwanza, mstari wa 105 na 106. Kwamba kupitia kwa neno la Mungu kuna hekima inapatikana. Haleluya. Mimi nafurahi wakati mwingine ninapoangalia, unakuta mtu ameokoka. Yaani alikuwa haeleweki hata namna anavyovaa, hata kupasi nguo, lakini mtu akishaokoka anakuwa ni mtu wa tofauti. Kuna hekima ya Mungu inakuepo. Kuna kitu cha tofauti, watu wanasema imekuaje? Imekuaje? Mbona tulikuwa tunamfahamu huyu? Lakini hekima inakuepo fulani. Lakini anazungumza, anasema kwamba neno lako ni taa. Bwana asifiwe sana. Neno la Mungu linakuwa nini? Taa. Na sasa kama ni taa, maana yake ni giza lazima litaondoka. Mambo haya maruerue yataondoka, mambo yasiyofaa yataondoka. Utakuwa taa. Bwana asifiwe sana. Hosea 4:6, watu wangu wanaangamia kwa kufanyaje? Kwa kukosa maarifa. Tunapozungumza hapa ni maarifa inaingia. Kwamba tafuta kujua kweli, ambaye ni Yesu mwenyewe. Tafuta hiyo kweli iwe sehemu ya maisha yako. Ukisoma pale mbele kidogo kwenye hiyo Hosea, anasema kwa kuwa umeisahau sheria ya Mungu wako, nami nitasahau watoto wako. Hili ni onyo kali
kwamba tusipokaa katika neno la Mungu, unakuta tutakuwa na kizazi cha ajabu sana ambacho hakimjui Mungu. Utajikuta ndani ya kanisa kuna mambo ya hovyo yanaendelea ndani ya kanisa, kwa sababu watu hatujashika neno la Mungu na kuliishi hilo neno la Mungu katika maisha yetu. Ujinga wa kiroho unawashikilia watu kuwa na hofu kwenye maisha, unawashikilia watu kuishi kwenye dhambi na uongo, kwa sababu ya kutokujua kweli, kwamba kweli ya Mungu inaweza kubadilisha, kwa sababu linakuwa sehemu ya maisha yetu. Kuna watu wanakuwa na hofu za kishirikina, kuogopa wachawi na vitu kama hivyo, kwa sababu bado kweli haijafanyika halisi ndani ya maisha yao. Kwa mtu aliyeokoka ni kitu cha ajabu sana. Kama leo umeokoka, umejazwa Roho Mtakatifu, ni mtu ambaye una Yesu ndani yako, mpaka ukamtafute shemasi aje akemee mapepo, mpaka ukamtafute mzee wa kanisa aje aongoze watu sala ya toba, bado kweli haijakaa ndani yako vizuri. Haujatambua nafasi ya kuwa mwana wa Mungu. Kwa hiyo tunatakiwa kukaa katika neno la Mungu, lakini kwa kujihusisha. Bwana asifiwe sana. Haitoshi tu kujua kweli, lazima tufike mahali pa kujihusisha katika kweli ya Mungu. Tutasoma kwenye Yakobo 1 mstari wa 22. Inazungumza habari ya imani unakuwa tu bila matendo, au kusikiliza neno tusilifanyie kazi. Hiyo haiwezi kuleta matunda. Kwenye Yakobo 1:22 hadi 25. Ni kama mtu anayejiangalia kwenye kioo, anaondoka kidogo, anaenda na sahau sura yake ilivyo. Ndivyo Biblia inavyozungumza hapa. Mtu ambaye halifanyii neno la Mungu kazi, nafika mahali anajisahau. Kwa hiyo kujihusisha na kweli ya Mungu ni zaidi ya kuelewa na kufahamu neno la Mungu. Kunahusisha matendo, utendaji na kujitolea. Hapa tunapozungumza kwa habari ya injili kwenye kanisa, kwamba kila Jumapili tutoke kwenda kuhubiri neno la Mungu, kwamba tuwe na mikutano ya injili. Tunaweza tukaomba tu, lakini bila kuchukua hatua ya kufanyia kazi, itakuwa hatujatendea neno la Mungu kazi kama linavyotakiwa. Lazima tutoke. Unaweza kufunga na kuomba hapa, lakini kuna majirani hapa hawajasikia neno la Mungu. Hatutoki kwenda kushuhudia. Hatutaki kwenda kuhubiri injili. Hatutoi kwa habari ya kupeleka injili, hatujitoi kwa habari ya kupeleka injili. Manake ni kwamba hakuna kitu kitatokea. Uhalisia wa neno la Mungu hautatokea. Ni kama mtu anajiangalia kwenye kioo, baadaye anajisahau. Ukweli haupasi kuwa neno tu tunalosikia, bali ni mwanga unaoongoza hatua zetu kila siku. Kwa hiyo tunapozungumza hiyo, umesikia kweli ya Mungu leo, umefundishwa Jumatano, umeenda kwenye mkesha umefundishwa, umeenda kwenye semina umefundishwa, umeenda Bible school umefundishwa, lakini hayo yawe halisi kwenye maisha yako, yawe halisi kwenye maisha yangu, yawe sehemu ya maisha yetu. Bwana asifiwe sana. Alifundisha Yesu kwa habari ya mfano wa wajenzi kwenye Mathayo 7 pale mstari wa 24 hadi 27. Tuna mainjinia hapa. Mtu anayejenga nyumba yake juu ya nini? Juu ya mchanga, lakini na mwingine akajenga juu ya mwamba. Sasa mtu anayejenga juu ya mchanga ni mtu ambaye bado hajaelewa neno la Mungu vizuri, lakini kwenye mwamba ni mtu ambaye amejua kweli ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Ni mtu ambaye kweli imekaa ndani ya maisha yake. Tukizungumza kwa habari ya Jumapili ya kwanza ya mwezi wa 12, tunaenda kwa baba yetu hapa, kwa mchungaji wetu kiongozi. Tunakwenda kumtembelea. Ni utaratibu mzuri ambao umewekwa na kanisa letu. Sio utaratibu wa kanisa la Betheli tu, lakini utaratibu wa kitaifa, kwamba angalau hata kama mtu moja anaenda, lakini tutaenda siku hiyo wote kama kanisa kwa mchungaji. Bwana asifiwe sana. Wangapi wanajua wana habari ya mambo kama haya ninayozungumza? Nione mikono juu kama unafahamu kuhusu hilo. 90% wanafahamu, katibu. Kwa hiyo bado kuna 10% bado hawajui chochote, kwamba tunaenda kwa mchungaji kama washirika wote. Na uzuri tumeweka utaratibu kwa sababu tuko wengi, hatuwezi kubisha hodi wote wa kwenda pamoja. Utaniambia nafanyaga mwenyewe binafsi, sawa, ni vizuri. Idara tumefanya, sawa, mmefanya. Lakini hili sasa ni la wote kama washirika. Lakini tukisema, tunaweza tukasema, nikauliza tu swali zuri,
Wangapi wanampenda baba yetu Askofu Sosi? Nione mikono juu. Asilimia karibu 100 katibu wanampenda mchungaji kabisa. Sasa tunampenda mchungaji, tumejua kweli ya Mungu, lakini bado kuna kuchukua hatua. Kwa maana ya sasa kulitia neno la Mungu kwenye vitendo. Bwana asifiwe sana. Tusiwe ni wale ambao tunajiangalia kwenye kioo, baada ya muda unakuta umejisahau unaonekanaje, ukoje. Lakini ili tusiwe ni wale ambao wanajenga nyumba juu ya nini? Mchanga. Tuwe ni watu ambao tumejenga juu ya mwamba. Bwana asifiwe sana. Mawimbi yakija, nyumba itabaki. Misukosuko ikija, nyumba itabaki. Lazima tuchukue hatua nyingine ya kuutia ule upendo katika matendo. Bwana asifiwe sana. Yesu, kwa habari ya Mungu alikupenda wewe na mimi. Yohana 3:16. Mungu aliupenda ulimwengu ambao ni wewe na mimi, akamtoa mwanae wa pekee. Alipotupenda sisi hakuishia hapo tu. Ilibidi amtoe nani? Mwana wake wa pekee. Kwa hiyo mwambie jirani yako, upendo una gharama. Ukisema unampenda mtu kuna gharama. Kwa sababu ukisikia ule mtu ana jambo zuri, jambo la heri, kuna mambo ya mabaraka, utafurahi pamoja na yeye, utashirikiana pamoja na yeye. Ukisikia kuna mabaya yamempata, Biblia inasema kiungo kimoja kikiumia, viungo vyote vinafanyaje? Vinaumia pamoja na yeye, na hicho kiungo kingine ambao ni kwenye mwili wa Kristo, ambao Yesu Kristo ndio kichwa mwenyewe cha kanisa. Kwa hiyo ule upendo unakupa kuwajibika. Mungu alipotupenda akamtoa mwanae wa pekee. Nikasema ibada ya kwanza, kama Mungu angekuwa na kitu cha thamani kuliko mtoto wake, angeweza kutoa. Bwana asifiwe sana. Kama alikuwa na kitu cha thamani zaidi ya yule mtoto wake wa pekee, angeweza kumtoa. Kwa hiyo upendo una gharama yake. Sasa tunaenda kwa mchungaji wetu, tunaendaje? Anza kutafakari wewe mwenyewe kwamba kwa kweli nampenda, lakini kuna gharama ya kumpenda. Lakini zaidi ya kumpenda pia, maandiko yanatufundisha kabisa kwamba yeye Mungu ndiye aliyewaweka. Bwana asifiwe sana. Na kama Mungu ndiye aliyemweka, sisi tunawajibika pia kwa kufanya kazi pamoja nao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kujua tu ukweli wa Mungu hautoshi. Ni zaidi ya kujua ukweli wa Mungu. Ni zaidi ya kujua kwamba tunapaswa kumpenda mchungaji wetu. Ni zaidi ya kujua kwamba tunapaswa kushirikiana naye. Biblia inasema kwenye Yohana 8:32, nanyi mtaijua kweli, na hiyo kweli itafanyaje? Itawaweka huru. Kwa hiyo kujua tu hakutoshi. Lazima tufike mahali pa kuchukua hatua. Mtu anayefundishwa neno, Biblia inazungumza, inasema kwamba amshirikishe mwalimu wake mema yote. Kwa hiyo kwa maneno mengine, huyu ambaye anakusaidia kwa habari ya mambo ya rohoni, sisi tuna wajibu. Geukia jirani yako mwambie, tuna wajibu wa kumshirikisha mema yetu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo hiyo ni kweli ya Mungu. Mtu asije akakuambia hapa tunamfaidisha fulani, hapa mimi mwenyewe nafanya hiki, lakini huo ni wajibu. Kwamba tunapaswa kumshirikisha mchungaji wetu, kiongozi hapa, mema ambayo Mungu ametupa. Bwana asifiwe sana. Upendo wa kweli hauko katika maneno kama nilivyosema. Lazima tuonyeshe. Siku hiyo na najua wengine watakuwa wameshafanya au wameshaanza kabisa kutoa, na yamkini hata wengine wamefikia kiwango ambacho walitegemea kufanya, lakini
na wewe ambaye bado, nikutie moyo kwamba waanze kujipanga kwa habari ya kufanya jambo jema. Wafilipi 4:19. Kwenye ile andiko la kushirikisha mema yote liko kwenye Wagalatia 6:6. Anazungumza pale kwenye Wafilipi 4 kwamba tunapofanya hayo, kwa maana ya kumshirikisha mema yote, kwa maana ya kufanya kazi ya Mungu pamoja naye, Biblia inasema kwamba Mungu atatujaza na mahitaji yetu yote sawa sawa na utajiri wake. Sio utajiri wetu. Sawa sawa na utajiri wa nani jamani? Wake. Kwa hiyo kuna baraka katika kufanya hili. Kuna baraka, sio bure kanisa letu la nchi likaona kwamba ni kitu cha baraka. Kuna wengine yamkini tumekosa baraka. Maana tungeweza kujisahau hata wakati mwingine tuna mambo mengi, tukajikuta hata umesahau hata kufanya chochote hadi mwaka unaisha. Lakini kwa kufanya kwa namna hii inatupa kushiriki baraka pamoja naye. Kwa hiyo ukweli unatufundisha kudhamini wale wanaotufundisha neno, kwamba yule anayefundishwa anapaswa kumshirikisha mwingine mema yote, kumshirikisha yule kiongozi wake mema yote. Kwa hiyo kupenda wachungaji au mchungaji wetu ni ishara ya upendo kwa Mungu mwenyewe. Tunapofanya hilo ni upendo kwa Mungu mwenyewe. Mathayo 10:40. Mtu yeyote anayewapokea ninyi amenipokea mimi. Tunapofanya jambo kwa ajili yake, maana yake tunafanya kwa ajili ya nani? Ya Mungu. Tunafanya kwa ajili ya nani kanisa? Kwa ajili ya Mungu. Kwa hiyo wewe usione kwamba unafanya kwake tu, unafanya kwa ajili ya Mungu. Na ni vizuri ufanye ukijua kwamba nafanya kwa utukufu wa Mungu. Haleluya. Kwa hiyo inaonyesha wazi kwamba kuwahudumia wachungaji si kitu cha kibinadamu tu, bali ni ushahidi wa upendo wetu kwa Kristo mwenyewe, kwa Mungu mwenyewe aliyewaita, kwa Mungu mwenyewe aliyemweka. Kwa maneno mengine, tunapomtendea au tunapompa heshima au tunapompa chochote kile, maneno ya faraja au kumsikiliza au kutambua kazi yake, maana yake ni kutii na kumpenda Mungu. Maana yake ni kwamba tunamtukuza Mungu kwa kufanya hilo. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, haleluya. Ukweli wa Mungu unadhihirika kwenye upendo wetu tunapofanya kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Shetani hapendi kabisa kuona kwamba tunafanikiwa. Na ndio maana anaweza akafanya juhudi zote, hata wengine, hata kwa namna, tutaomba leo pia Mungu atuwezeshe. Kwa sababu unaweza ukajikuta mtu anatamani kufanya, lakini yale ambayo anatamani kuyafanya hayatokei. Au kutii neno la Mungu, lakini hawezi kufika mahali pa kulitii neno la Mungu. Au kujua kweli ya Mungu, au kuifanyia kazi. Kwa nini shetani anafanya kazi usiku na mchana? Ndio jirani yako mwambie shetani halali. Anahangaika usiku na mchana. Kwa nini watu wengine hawaelewi kweli? Hata tunapozungumza habari ya hili moja, nimesema hili kweli moja wapo tu kwenye hili la kwa ajili ya kuwahudumia watumishi wa Mungu. Namba 1, mioyo yao imepofushwa na shetani. Shetani anapambana kama nilivyosema ili watu wasijue kweli ya Mungu. Wakorintho wa 2 sura ya 4 mstari wa 4. Anasema Mungu wa dunia hii amepofusha akili zao wasiamini, wasione nuru ya Mungu. Yuko Mungu wa dunia hii anajaribu kuhakikisha kwamba watu hawaelewi, wanaona kama ni kitu ambacho hakieleweki. Lakini sababu nyingine, wengine hawataki kubadilika. Kuna watu wamekusudia kabisa, na kuna wengine wanasema mimi siwezi kufanya hili. Na viongozi hapa wa mashemasi, kwa kweli mna kazi kubwa wakati mwingine. Wako ambao hawataki kabisa kuelewa hata kwenye hili katibu wa kanisa. Wapo. Yohana 3:20. Biblia inazungumza kwamba wapendao uovu huchukia nuru,
wala hawaji kwenye nuru ili matendo yao yasidhihirike. Baadhi ya watu wanajua ukweli, lakini hawataki kukaribia ili mambo yao yasiweke au wasibadilike. Hawako tayari kubadilika. Hata akisikia tu mnazungumzia jambo fulani, siku hiyo haji kabisa, kwa sababu hayuko tayari kubadilika. Lakini Mungu atusaidie sisi hapa Betheli tusiwe na watu wa namna hiyo. Bwana asifiwe sana. Atusaidie. Akisikia tu tutakuja kwenye mambo mengine, lakini kuna jambo fulani hawezi kuja. Lakini zungumza pia habari ya kutoka. Tuko wengi namna hii, lakini tukisema tunatoka hapa kanisani tunaenda mahali fulani kwa ajili ya injili, utaona wangapi watakuja? Yaani tayari kuna watu wako tayari kubadilika, wanasikia kweli, lakini hiyo kweli haibadilishi maisha yao. Lakini nimezungumza mwanzoni kwa habari ya kuzaliwa mara ya pili. Kama mtu hajazaliwa mara ya pili, Biblia inazungumza kwamba mtu wa asili hawezi kupokea mambo ya roho. Kwa hiyo kama mtu hajazaliwa mara ya pili, ni vigumu kuelewa haya kubadilika au kuelewa hii kweli ya Mungu, kwa sababu yanafahamika kwa jinsi ya rohoni. Mambo ya rohoni yanafahamika kwa jinsi ya rohoni. Lakini jambo lingine, kwa nini watu wengine hawafiki mahali pa kuelewa kweli? Kwa sababu ya kutokuwa na kiu ya kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kiu. Na Mungu atusaidie kwamba kweli tunapozungumza habari ya ibada zetu, taratibu zetu kama Jumatano, sijui kama kuna Ijumaa, sijui kama kuna mkesha, ni kweli wote tumekamatika kwamba hatupatikani asilimia kubwa, ukute kwamba ni 8, 12 hapo ndio tunaopatikana. Ile kiu kweli iko ndani yetu? Ni swala la kujiuliza. Ndio maana hatufiki mahali pa kujua kweli ambayo tunapata uhuru. Uhuru huo ni maana yake ni kwamba kufunguliwa kwenye vifungo mbalimbali. Kwa hiyo kiu unakuta haipo. Lakini jambo lingine, kwa nini hatuelewi hii kweli ya Mungu? Ni kwa sababu shetani pia hapendi watu wajue kweli ya Mungu. Kwa sababu nimezungumza hapo kwenye Yohana 8:32 kwamba mtaijua kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Shetani anachukia sana watu kufahamu kweli ya Mungu, kwa sababu anajua kwamba ukweli unavunja mamlaka ya uongo, hofu na utumwa wa dhambi. Wakifika mahali pa kujua ukweli wa Mungu, mamlaka yake yatavunjika. Shetani anatawala kwa uongo, anawadanganya watu kwamba hawawezi kubadilika, kwamba hawatasamehewa, kwamba jambo fulani haliwezekani. Sio kama tumekutana na watu waliokoka wengi wanasema hili haliwezekani, hili ni gumu. Yaani anaona tu upande wa kuanguka, wa kufeli. Haipaswi kuwa hivyo. Ni kwa sababu kuna shetani anafanya kazi kuhakikisha kwamba hili halifanikiwi. Tukizungumza kwamba tunaweza tukafanya jambo fulani kubwa kikanisa, anaona kushindwa kabla hata ya kuanza kufanya hilo jambo. Kwa hiyo Mungu atusaidie, kwa sababu tuna adui ambaye anajaribu kuzuia kazi ya Mungu isisonge mbele. Hofu inakuwepo ndani ya maisha. Ndio maana watu wengine ukuta hawaelewi. Biblia inasema kwamba Mungu hajatupa roho ya woga kwenye Timotheo wa pili sura ya kwanza mstari wa 7, bali ya nguvu na upendo na ya moyo wa kiasi. Bado kuna watu ndani ya kanisa leo, watu wanafikiria mambo ya laana, mambo ya hofu mbalimbali. Nashukuru mtumishi wa Mungu hapa, mkurugenzi wetu wa umisheni, aliwahi kusimama hapa akasema, yani mtu unahitaji kujua noti halisi, watu wa benki. Ukishajua noti halisi, huhitaji kukaa sana kujifunza mambo ya hizi noti feki. Tayari unajua kabisa kwamba hii ni noti halisi. Tuijue kweli ya Mungu. Kweli ya Mungu itatuweka nini? Huru. Mimi ukiletea mafundisho sijui ya aina ya mapepo, sijui ya aina ya nini, hayo hanisaidii chochote. Natamani kumjua Mungu. Bwana asifiwe sana. Natamani kumjua Mungu, lakini najua kwamba Mungu amenifanya kuwa mtoto wake. Na kama amenifanya kuwa mtoto wake, kila kitu kinawezekana kwa sababu namwamini Mungu ambaye yuko hai. Bwana asifiwe sana. Sina haja ya kuwa na hofu ya mapepo. Sina haja ya kuwa na hofu ya kwamba nitalogwa. Nilikuwa darasani nafikiri nafundisha kwa habari ya kuogopa wachawi na nini. Nimepita maeneo mengi.
Nakuta nasema huyu ni mganga hatari sana, lakini naambia hapana. Mimi niko na Yesu. Siogopi mchawi. Bwana asifiwe sana. Akaja mmoja, mke wangu yuko hapa, akabandika bango kubwa karibu na nyumbani, akasema mganga maarufu sijui kutoka Ufipa. Nikasema kama nina Mungu na huyu naye ana Mungu wake, lazima mmoja aondoke. Lakini haijachukua muda akaondoka. Kwa sababu hawezi kukaa mahali pale na mimi niko jirani na yeye alafu mambo yake akafanikiwa. Bwana asifiwe sana. Kujua tu ukweli wa Mungu kwamba nuru ikiingia mahali lazima giza likimbie. Kwenye familia yako wewe kama nuru, lazima giza likimbie. Mahali pa kazi unapofanyia kazi, kwenye biashara yako, nani aondoke kama wale wanatumia irizi, wanatumia nguvu za giza? Ni wewe utaondoka au wao waondoke? Lakini ni rahisi kutamka hivyo, lakini kwenye utendaji lazima tujue kweli ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Lazima tujue kweli ya Mungu. Niliwahi kuajiriwa mahali, nikafika, mtumishi wa Mungu aliyekuwa anafanya kazi pale akaniambia, mtumishi wa Mungu hapo hajawahi kukaa mtu zaidi ya miezi 6 bila kufukuzwa kazi au kuondoka mwenyewe. Nikamwambia na mimi nina Yesu ndani yangu. Bwana asifiwe sana. Na mimi sijawahi kufukuzwa kazi. Huwa naacha kazi mwenyewe. Baada siku naondoka, baada ya miaka kadhaa, namwambia unakumbuka neno lako? Nimevunja rekodi. Kwa sababu kuna miungu au nguvu fulani. Na unakuta ukifika mahali, unaingia kwenye ofisi, unapambana na nguvu za giza live. Lakini unajua nina Mungu ambaye ni mshindi. Mungu ambaye hashindwi. Unajikuta watu wengine wanapona kwa sababu uko mahali pale. Kwa sababu wewe ni nuru. Lakini na wewe ukifika mahali ukaanza kukimbia, nani atakuja kuleta ushuhuda pale? Hakuna. Unafika kwenye kijiji, lazima uwe nuru mahali pale. Bwana asifiwe sana. Sasa shetani hapendi watu wa namna hiyo. Kwa hiyo ukijua kweli ya Mungu, unaweza ukafika mahali ukabadilisha kijiji, unaweza ukabadilisha ukoo. Mimi nitoka kwenye familia ambayo ilikuwa wote ni wapagani. Lakini Mungu akanitafuta kwa njia nyingi nikapatikana. Baada ya hapo nikaanza kuzunguka, wao hawajui, navunja nguvu. Kuna jiwe liko katikati ya boma wakati huo, unakuta wanafanya mambo yao pale, mimi nazunguka tu. Hivyo vitu vyote vilikuja kuisha. Kwa nini? Kwa sababu najua niliyemwamini. Na wengi sasa hivi wameokoka. Bwana asifiwe sana. Lakini kwa kutambua na kujua kweli ya Mungu. Ukijua kweli ya Mungu, kila kitu kinawezekana. Shetani hapendi hilo. Kwa hiyo hujue kwamba shetani hapendi. Hapendi kabisa tufikie hapo. Bwana asifiwe. Lakini tunayo mamlaka. Mwambie jirani yako tunayo mamlaka. Tumepewa mamlaka na Mungu. Na mimi nikishajua mimi ni mtoto wa Mungu, nikishajua mimi nimeokoka, nikishajua kwamba Yesu anatembea na mimi, kila mahali ninapokwenda Yesu yuko pamoja na mimi, hofu inatoka wapi? Mashaka yanatoka wapi? Kwamba niko na Yesu. Kama akiruhusu nipite, Ayubu akasema, ninajua hakika ya kwamba mtetezi wangu yu hai. Bwana asifiwe sana. Katika mambo ninayopita, Biblia inasema Mungu hampi mtu jaribu kupita uwezo wake. Kwa hiyo hata wewe unavyopita katika mambo unayopitia, ujue kwamba Mungu yuko pamoja na wewe. Mungu anajua hilo jaribu ni saizi yako. Bwana asifiwe sana. Ndio maana amelileta kwako. Lakini usiombe upate jaribu la mtu mwingine, kwa sababu Mungu anajua uwezo ulionao. Lakini ujue kweli leo. Ukishajua kweli, kama kuna roho zinakufuatilia zozote zile ambazo unapambana nazo, ujue kwamba wewe ni mshindi, tena zaidi ya nini? Ya mshindi. Hauna sababu ya kuwa na hofu. Kama ni mtumishi wa Mungu, unajua kabisa Mungu amenipa kuwa na huduma kiwango fulani, lakini bado hujafika. Ng'ang'ana, kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu anatutoa kutoka utukufu hadi nini? Jamani, hizo ni kweli za Mungu. Unapopita kwenye mazingira ambayo huelewi uchukue hatua gani, lazima uwe na andiko. Yesu alipokutana, usiseme kwamba kwa sababu ninafunga sana, kwa sababu ni mimi nafanya huduma kubwa, kwamba shetani hatajitokeza. Yesu alitoka kwenye kufunga, lakini anakutana na mjaribu. Lakini alimshinda kwa nini? Kwa neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba neno la Mungu ni kama nyundo ivunjayo nini? Mawe vipande.
ni kali kuliko upanga unaokata pande zote. Kwa hiyo nataka hili lijikite ndani ya moyo wako. Ifike kama mahali kina Petro na Yohana tulikuwa tunajifunza kwenye shule ya Jumapili. Najaribu tu kuwaambia wale ambao muingii shule ya Jumapili, jamani, kule kuna mambo mazuri. Kama uendi shule ya Jumapili, wewe unakuja tu kwenye ibada, kule ndio unauliza maswali. Kina Petro na Yohana anamwambia yule mtu alikuwa kiwete pala, anamwambia fedha na nini hatuna, tulicho nacho ndicho tukupacho. Sasa hapo ndio kuishi kweli. Mwambie jirani yako kuishi kweli. Yaani unafika ile kweli umeijua, sasa inakuwa sehemu ya maisha yako. Anamwambia tu kitu kirahisi tu. Kwa jina la Yesu fanyaje? Simama uende. Kwa sababu huyu mtu ametambua kwamba ile nguvu iliyokuwa imemfufua Yesu kutoka kwa wafu iko ndani yake. Sijui kama unajitambua namna hiyo. Matendo ya Mitume 1:8, mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Wangapi hapa hawajajazwa Roho Mtakatifu? Kama hujajazwa Roho Mtakatifu nione mikono juu. Bado hujanena kwa lugha mpya, hujawahi kujaza Roho Mtakatifu. Tunataka leo tuombe kama Mungu atatusaidia. Wangapi wamejazwa Roho Mtakatifu? Nyosha mikono juu. Asante. Lakini kuna watu bado hawanyoshi mikono, hawako popote. Katibu, tuna watu wa kila aina. Sasa hautamani kujaa. Nilisema habari ya kiu hapa. Yaani ningetamani wale ambao hawajajazwa tu nikisema hivi wamenyoosha mikono haraka, kwa sababu wana kiu ya kutamani kujaa Roho Mtakatifu. Ufike mahali unaweza kumwambia kiwete simama uende. Kipofu anamwambia tu aone, anaona. Kama hujajazwa Roho Mtakatifu nyoosha mikono juu. Tunataka tuombe na wewe leo Mungu akusaidie. Nyosha mikono juu kama hujajazwa Roho Mtakatifu. Asante kwa sababu mikono sasa imekuja. Kwa hiyo tutaweza tukaomba baadaye. Mungu atusaidie. Kila mmoja yetu apokee hiyo nguvu. Uweze kutembea na nguvu ya Mungu inayeweza kubadilisha. Bwana asifiwe sana. Kama mwezi nilikuwa namhadithia mke wangu, mwezi na kitu hivi nilienda kijiji fulani huko Simanjiro. Nakutana na mtu simfahamu wala simjui kabisa. Lakini ananyosha kidogo. Huyu anamwambia rafiki yake ambaye mimi nilikuwa naye kwenye gari, akasema huyu sitaki kumuona kwangu wala kwenye boma langu kabisa. Lakini nikajiuliza mbona simjui huyu mtu? Nilikuwa na mtu mwingine pale wa kijiji hicho, nikamuuliza ni kitu gani? Akasema, nikamwambia kwa sababu niliwahi kukutana na kitu kama hicho huko Tanga. Akasema huyu ni mtu wa kwenda kwa waganga wa kienyeji karibu kila siku. Nikajua nuru na giza hazipatani. Bwana asifiwe sana. Hatufahamiani, anijui, lakini ananichukia kama nini. Lakini nikajua kabisa kwamba hapa ni nuru imekuja kwenye nini? Kwenye giza. Giza linapata shida. Kwa hiyo ukiwa na Yesu, utembee ukijitambua wewe ni nani. Unapokanyaga mahali popote wanajua kwamba kuna mtu wa tofauti ameingia hapa. Lakini Mungu atusaidie. Mungu atusaidie sana. Nimeunganisha nyimbo za sifa na ibada hapa na nini. Yaani leo tumekuwa na namna fulani tu ambayo inatupeleka kwenye kwa habari ya kila mmoja kuwa na ushirika wa karibu, kumjua huyu Mungu wa kweli. Mafundisho yanayokuja hapa yamekuwa mfululizo, ni kila mtu afikie mahali pa kumjua Mungu. Biblia inasema tunaishi katika nyakati za hatari, nyakati za mwisho ambazo tunaishi. Tunaishi katika nyakati ambazo kuna mambo ya ajabu. Shetani anafanya kazi kwa nguvu kubwa sana. Lakini tukifika mahali pa kujua kweli, lazima giza likimbie. Bwana asifiwe sana. Lazima giza likimbie ndani ya kanisa. Nuru itawale. Bwana asifiwe sana. Naamini kila mmoja wetu, nimezungumza mambo mengi, lakini kwa habari ya swala la kwenda kwa mchungaji, hiyo kweli ya kwamba tunapaswa kushirikisha mema yote kwa mchungaji wetu. Kama Mungu amekubariki na kuku, Mungu amekubariki kuwa mfugaji wa ng'ombe, Mungu amekubariki kuwa mkulima, utaenda kama mkulima kama ulivyo. Usije ukaangalie kwamba fulani anaendaje. Nenda kama ulivyo na Mungu anaona. Biblia inasema Mungu aonaye sirini atakubariki. Mungu anaona sirini, na mimi napendaga mambo ya kufanya kwamba unafanya ukijua unafanya kwa Mungu. Usifanye ili mzee wetu kweka akuone. Sifanye ili mzee Mbila anione. Nafanya ili Mungu aonee sirini afanyaje? Anibariki. Na Mungu atakupa baraka. Mungu atakubariki kwa sababu unafanya kwa ajili ya mtumishi wake. Anayempokea kwa sababu ni mtumishi atapata thawabu ya huyo mtumishi.
Kama kuna baraka ambazo Mungu ameandaa kwa watumishi wake, kwa sababu tu umefanya kwa ajili ya mtumishi, utapata baraka sawa sawa na jinsi ambavyo Mungu akimbariki na yeye. Hiyo ni kweli ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Tunazungumza kwa habari ya kujua kweli. Asije mtu akakudanganya. Shetani ni muongo, alafu pia namuita ni baba wa nini? Baba wa uongo. Anayekudanganya kwamba wewe huwezi kupona. Eti kwamba ugonjwa wako hauponi. Kuna ugonjwa uponi mbele za Mungu? Kuna ugonjwa usioponywa mbele za Mungu? Mungu ameahidi kwamba atakubariki, lakini anakuambia wewe huwezi kubarikiwa. Huo ni uongo wa shetani. Mungu ameahidi kwamba nitakuokoa pamoja na nyumba yako yote. Tunajifunza habari ya kujua kweli, lakini unajikuta kuna vijana hawaeleweki pale na nini. Hapo ni kuendelea kukazana kumwamini Mungu. Nasimama katika ahadi yako. Mwisho wa siku wanaokoka wote. Haijalishi katika mazingira ya nyama, mazingira ya macho haya ya nyama yanaonekanaje, lakini kwa sababu mimi ni mtu wa imani. Bwana asifiwe sana. Tunaenenda kwa imani. Kama tunaenda kwa imani, unaona kabisa kwamba huyu mtoto wangu huyu ni mtumishi wa Mungu kabisa. Haijalishi hivi amekuwa namna gani, ameharibika namna gani, lakini Mungu ameahidi nini juu ya watoto wako? Mungu ameahidi nini juu ya kazi yako? Simama katika hilo. Bwana asifiwe sana. Mungu ameahidi nini kwa habari ya huduma yako? Jua hiyo kweli ya Mungu, alafu isimamie hiyo kweli ya Mungu. Bwana asifiwe sana. Wangapi wananielewa? Asante. Nafurahi sana, mimi ni mwalimu, kwa hiyo nikiona watu wananielewa nafurahi sana kwamba hapa ujumbe umeingia. Haleluya, haleluya. Basi tutakwenda kusimama wakati huu. Tunajua kwamba pia tuna jambo kubwa kwa nchi yetu wiki ijayo kwa habari ya uchaguzi. Mungu amekuweka Tanzania sio kwa bahati mbaya. Naomba watu wasitoke. Nashangaa watu wanatoka. Tumezungumza habari ya kumheshimu Mungu. Bado hata muda wenyewe sijafikia hata mwisho wa ibada. Bado tunao muda mzuri tu. Wakati wa ibada ni wakati wa kumheshimu Mungu. Sijasema mtu yote atoke kutembea. Kwa hiyo naomba wakati huu tutakwenda kumuomba Mungu kwa ajili ya taifa letu. Tumheshimu huyu Mungu ambaye ametupa nafasi ya kuwa wa Tanzania. Ungeweza kuzaliwa Burundi, ungeweza kuzaliwa nchi fulani. Mimi nakumbuka miaka ya nyuma, kwa wale waliokuepo, kuna wakati fulani mtumishi wa Mungu alitoka nchi jirani hapa, nafikiri kama sio Rwanda ni Burundi, akakuta tunaombea taifa. Akasema kwa uchungu, kama sisi kama kanisa letu la nchi yetu tungekuwa tunafanya hivi, huenda tusingeingia mambo mabaya tulioingia. Aliongea kwa uchungu, sijasahau hilo neno mpaka leo. Kwa sababu mimi nimefika, kwa neema ya Mungu nimefika Rwanda, nimeenda nimeangalia ile makaburi, nimefika nimekuta zile picha zimebandikwa pale za watu waliouawa. Unahadithia, unaambiwa hii ni familia ya watu 10 fulani waliangamizwa wote sehemu fulani. Hawa ni wangapi? Kuna mahali unaweza kaangalia na majeneza huko chini. Ni mambo ya kutisha. Yule mtumishi akasema, kanisa la Mungu tungekuwa tumeomba, huenda tusingeingia kwenye hayo mambo. Kwa hiyo nyanyua mikono yako mbele za Mungu, omba kwa mzigo kwa habari ya taifa la Tanzania. Mambo mengi yanasemwa, lakini wewe Biblia inakuita ni chumvi. Wewe ni taa. Wewe unaweza kutamka mambo yakawa, unaweza kaamuru jambo likaondoka. Unaweza kaamuru mambo gani yawepo siku hiyo ya uchaguzi. Unaamuru viongozi gani wawepo. Biblia inazungumza sisi tumeketishwa juu sana, kwa maana kwamba tuko pamoja na Kristo katika ulimwengu wa roho. Tunaonekana tuko hapa kawaida, lakini ni juu ya ufalme, juu ya viongozi wa ngazi za serikali zozote zile. Sisi tumeketishwa mahali hapo. Kama hizi ni kweli za Mungu, uelewe hiyo. Unaweza kuamuru mambo yatokee hapa yakawa. Mchungaji Kamugisha, naomba utasogea hapo, utatuongoza kwenye haya maombi. Nyenyua mikono yako mbele za Mungu. Rapa shekele rebosika. Shakala rapa shekele rebosika. Bwana, haya ni maombi yetu. Hebu inua mikono yako kwa ajili ya Tanzania. Bwana, haya ni maombi yetu mbele zako. Bwana, haya ni maombi yetu mbele zako. Hata wakati ule Elisha alipoingia mjini,
akapewa habari za adui kuliangamiza taifa kwa njaa. Akanena neno lako kwa kusema hata kesho chakula kitakuwepo. Ni kweli nchi hatujui nini kitatokea baada ya uchaguzi, but tunaprofesai kwa neno lako, tunatabiri kwa neno lako ya kuwa wokovu utasimama Tanzania, ya kuwa nuru itasimama Tanzania, ya kuwa amani itakuwepo Tanzania, ya kuwa haki itakuwepo Tanzania. Tunaomba kwa ajili ya taifa lako Bwana. Ni wewe umenitupa ili tuishi mahali hapa, ni wewe umetufanya tuzaliwe mahali hapa, na haya ni maombi yetu kwa ajili ya Tanzania, ni maombi yetu kwa ajili ya Ikulu ya Tanzania, ni maombi yetu kwa ajili ya bunge la Tanzania, ni maombi yetu kwa ajili ya kanseri za Tanzania. Rehema zako Bwana ziongee, rehema zako Bwana ziongee, rehema zako Bwana ziongee. Tusiangamie kwa upanga wetu wenyewe, tusiangamie kwa bunduki zetu wenyewe, tusiangamie kwa mabomu yetu wenyewe. Kumbuka rehema Bwana kwa watoto wa Tanzania, kumbuka rehema Bwana kwa vijana wa Tanzania, kumbuka rehema hata kwa wale wana misimamo tofauti na serikali ya Tanzania. Rehema zako ziongee. Kumbuka rehema, mwambie Bwana kumbuka rehema. Kila mmoja mwambie Bwana kumbuka rehema. Ni maombi ambayo yanabadilisha anga la Tanzania, ni maombi ambayo yanabadilisha historia ya Tanzania, ni maombi ambayo yanabadilisha hila za shetani kwa Tanzania. Mwambie Bwana, na haya ni maombi yangu. Mwambie Bwana, na haya ni maombi yangu. Ingilia kati uchaguzi huu, ingilia kati majira haya, ingilia kati taifa letu. Wape hekima wanaotakiwa kufanya maamuzi, wape hekima wanaotakiwa kutuongoza, wape hekima wanaotakiwa kutupeleka kama taifa tunakotakiwa kwenda. Ni maombi yetu Bwana, rehema zako ziongee. Tunaomba kama kanisa lako, bado tuna kazi ya kuihubiri injili Tanzania. Tunajenga makanisa kwenye umisheni, tunapeleka habari njema mtaa kwa mtaa. Nyamazisha hii vita, nyamazisha machafuko, nyamazisha uovu, ili tuendelee kulitangaza jina lako Tanzania. Na haya ni maombi yetu kwako Bwana. Iponye mioyo ya walioumia, ondoa chuki mioyoni mwa watu, tangaza upendo wa kweli. Na haya ni maombi yetu. Mpigie Bwana Yesu makofi, mwambie asante, asante Bwana. Tukiwa tumesimama hivyo hivyo, naomba sasa niwaalike, kama uko katikati yetu bado hujampokea Yesu, kama hujaokoka, hebu naomba nione mkono wako mahali ulipo. Nyosha mkono juu kama unahitaji leo kumpa Yesu maisha yako, wewe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Nyosha mkono juu kabisa popote ulipo, ambao unahitaji kuokoka leo. Naomba usogee hapa mbele, sogea hapa mbele. Mbinguni kuna shangwe kwa watu wanaookoka. Mbinguni kuna shangwe mwenye dhambi mmoja akitubu. Kama uko kule nyuma, sogea hapa mbele, tutaomba pamoja na wewe. Wewe ambaye hujaokoka, leo ni siku yako. Biblia inasema kwamba saa ya wokovu ni sasa. Hatujui muda ujao, muda tunaojua ni sasa. Sogea hapa mbele, unahitaji kuokoka wakati huu. Asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu, asante Yesu kwa wokovu. Asante Yesu. Endelea kuja huku mbele kama hujaokoka, njoo huku mbele kama hujaokoka. Raba shekele rebosaya. Asante. Kuna shangwe mbinguni kwa mtu mmoja akitubu. Kuna shangwe mbinguni mtu mmoja akitubu. Kuna shangwe mbinguni mtu mmoja akitubu. Roho Mtakatifu anawahudumia watu wake. Raba shekele rebosika. Asante Yesu, asante Yesu. Asante Yesu. Wewe uliyebaki huko, usijiulize maana hatujui masaa yajayo, muda tunaojua ni sasa. Sogea huku mbele. Sogea huku mbele. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Yesu anakuita. Wakati huu pia nitaomba wale wote waliosema kwamba wanahitaji kujaa, wanahitaji kupokea nguvu kutoka juu, kujaa Roho Mtakatifu. Naomba tuje kwa hapa. Naomba tuje nyuma ya hawa watu, tusimame hapa.
Wale ambao wanatamani kujaza Roho Mtakatifu, kimbia kwa haraka, muda wetu unaenda. Kimbia kwa haraka hapa. Wewe una kiu. Nilizungumza habari ya kiu. Mwenye kiu na aje ayatwae maji ya uzima bure. Yesu yuko tayari kukujaza. Wewe sogea tu kumbele. Tutamuomba mchungaji wetu. Wachungaji wetu watatusaidia kwa habari ya kuongoza sala ya toba hawa. Naomba tusogee tu hapa mbele, wale ambao wataka kuokoka. Wengine tujipange hapa ambao natamani kujaa. Nguvu za Mungu zinatembea katikati yetu tayari. Wewe kama ni mgonjwa pia, nyanyua mikono yako mbele za Mungu. Wakati usio wakati wa kushangaa. Tuko kwenye maombi. Kila mtu hapa anza kuomba huko ulioko huko nyuma. Pia tutaombea na wagonjwa wakati tunaombea hawa kujazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo jiandae kama unatamani Mungu akutendee jambo lolote. Mungu anatembea katikati yetu tayari. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Nguvu za Mungu ziko katikati yetu. Kaa kwa namna ambavyo jambo unalotamani Mungu akutendee. Anza kumuomba Mungu kule nyuma ulioko huko nyuma. Anza kumshukuru Mungu. Anza kumshukuru Mungu. Kuna uvimbe unaondoka. Kuna mtu ambaye Mungu anaondoa uvimbe ndani ya tumbo lake. Naona Mungu akitenda kazi. Ripaka sheke rebo saka ya rabaseke. Rika saka. Kuna shingo ilikuwa inakusumbua, una shida kwenye shingo. Kuna operation inatendeka sasa hivi. Nguvu za Mungu zinatembea kwenye ibada hii. Ripaka saka rabaseke. Yaka rabaseke le rebo sika. Wewe uliyekuja mahali hapa, nyanyua mikono yako mbele za Mungu. Unatamani kujaa Roho Mtakatifu? Anza kumshukuru Mungu kwamba amekujaza. Anza kumshukuru Mungu kwamba amekujaza. Wazee wakipita na wachungaji hapa kuwaekea mikono. Anza kumshukuru Mungu kwamba umejazwa Roho Mtakatifu. Rabakasaka. Herebo shaka la rabaseke. Rabashaka. Naona mtu akifunguliwa kifua. Ulikuwa na shida kwenye kifua chako. Nguvu za Mungu zinatembea wakati huu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Pokea uponyaji katika jina la Yesu. Kifua chako kiwe kizima kuanzia sasa. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Toka kwenye kifua chake. Toka kwenye kifua chake. Achia hicho kifua kwa jina la Yesu Kristo. Rika saka rabo seke. Rika saka ya rabo seke. Rikanta ya rabo sika raba saka. Rika saka raba. Kuna jambo ulikuwa huwezi kufanya kwenye miguu yako. Anza kufanya sasa. Anza kufanya sasa. Ulikuwa na shida kwenye miguu. Anza kufanya sasa. Nguvu za Mungu zinatembea katikati yetu. Nguvu za Mungu zinatembea. Ile nguvu iliyomfufua Yesu kutoka kwa wafu inatenda kazi sasa katikati yetu. Inatenda kazi katikati yetu. Asante Yesu kwa uweza na nguvu zako. Asante Yesu kwa uweza na nguvu zako. Miguu hiyo ikapate kutiwa nguvu. Miguu hiyo ikapate kutiwa nguvu kwa jina la Yesu Kristo. Pokea uzima kwenye miguu yako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Nazungumza na wewe roho ya hofu uliyejaa ndani ya kijana huyu. Toka ndani yake. Toka ndani yake. Ewe roho ya hofu, toka ndani yake. Toka ndani yake kwa jina la Yesu. Achia maisha yake. Ewe roho ya hofu, toka ndani yake. Tumesoma hapa kwamba Mungu hajatupa roho ya hofu bali ya ujasiri. Kwa jina la Yesu. 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 Raba shekele rebo saya la raba saka. Rebe sekele rebe. Nguvu za giza, mapepo, mapepo, mapepo. Toka, toka, toka. Achia maisha ya mtu huyu kwa jina la Yesu. Nguvu za giza, nguvu za giza, toka ndani yake. Toka ndani yake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia maisha yake. 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 Katika jina la Yesu. Zile ndoto mbaya zinaondoka. Zile ndoto mbaya zinaondoka. Zile ndoto mbaya zitakurudia tena kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Achia maisha ya mama huyu. Achia maisha ya mama huyu. Roho za kukataliwa. Toka. Toka, 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 toka. Achia maisha yake kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Iwe roho ya kukataliwa haitakupata tena kuanzia leo. Kuanzia leo. Hikapaka saka. Reseke rebo shaka. Rika saka ya raba saka. Reke seke rebo sika. Raba seke le rebo sika. Likanta ya raba seke. Likanta ya raba seke. Raba kolo robo sheke. Raba saka la raba seke. Rika kaka rabo sika. Leke rebo saka. Rika kaka rabo sika. Likanta ya rabo sika. Likanta ya rabo sika. Raba sheke le rebo sika. Robo sika. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Endelea kumshukuru Mungu. Endelea kumshukuru Mungu kwamba ametenda, 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 ametenda. Hebu tumshangilie Bwana Yesu wakati huu. Shangilie Bwana Yesu.
Shangilie Bwana Yesu. Mshukuru Mungu kwa imani. Fanya lile jambo ambalo ulikuwa huwezi kufanya kwa imani kama ulikuwa ni mdhaifu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna miujiza mikubwa inatendeka. Na wewe ambao umepokea, endelea kumshukuru Mungu. Kunaona kuna jambo Mungu amekufanyia. Ripa kashekele rebosika. Raba shakala raba saka. Rika kakarabo shekele rebosika. Rika kakarabo shekele rebosika. Likanta ya rabo shikala raba saka ya rabo shika. Robo shikala raba saka ya rabo shika. Raba shekele rebosika. Asante Yesu. Asante Yesu. Shikane mikono huko. Najua hawa ambao wanaendelea. Kama umejazwa Roho Mtakatifu, endelea kumshukuru Mungu hapo hapo. Endelea kusema asante Yesu mkishikana mikono. Wakati huu sasa tushikane mikono kila mmoja kwa aliyoko jirani yake. Naomba mchungaji Mbila utatuongoza kwenye kumwombea mchungaji wetu pamoja na wachungaji wengine hii siku maalum. Mungu atusaidie. Mungu awasaidie. Mungu awaimarishe. Mungu awape roho ya ujasiri. Mungu awasaidie katika huduma zao. Kila mmoja omba. Tushikamane nao katika ulimwengu wa roho kwenye maombi. Basi wote tuende mbele za Mungu kwa ajili ya mchungaji wetu kiongozi na wachungaji wote ambao Bwana amewaweka katika nyumba hii, ambao wao ndio wanaohangaika kwa ajili yetu. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, nasi tunaingia katika kweli yako ambao umeiweka mbele yetu siku ya leo, ya kwamba tuna wajibu wa kuwainua watumishi wako. Baba, wewe ni Mungu. Ninajua wewe uliwaita kutoka mbali ukawaleta kwa ajili ya kusudi la kuifanya kazi yako. Na sasa Bwana, tunaomba neema yako ya kutumika Baba kama ulivyowaita juu ya maisha yao, juu ya mchungaji wetu kiongozi ambaye Bwana ametaabika kwa ajili ya kanisa hili, na yeye shauku yake ni kundi hili zima limuone Yesu. Anakesha halali kwa ajili ya kuona Baba asiwepo hata mmoja atakayepotea. Nasi tunamwombea neema ya afya, tunamwombea neema ya uzima, tunamwombea neema ya amani, tunamwombea neema ya utulivu katika kila nalolitamani litokee katika nyumba hii. Tunajua uko mwenye kuamuru Baba, na umeketi mahali pa juu, na nguvu zako unaziachilia juu ya watu wako. Jehova Mungu, ukamwone mahali alipo, ukamguse na kumweka huru na kila kinachomlemea, iwe katika ufahamu, iwe katika kuwaza. Wewe ni Roho, wajua kuyafumbua mafumbo yaliyositirika. Ninamwombea sasa apokee uhuru kwa jina la Yesu. Apokee uhuru kwa ajili ya watoto wake, apokee uhuru kwa ajili ya familia yake katika jina la Yesu. Apokee uhuru hata kwa ajili ya kuliongoza kundi hili kubwa ulilomwamini Baba. Baba wa mbinguni, wako wachungaji wenza ambao Baba nao wanavuta pamoja kwa ajili ya kundi hili. Ninawaombea neema, ninawaombea moyo wa kuikubali Injili, wa kuikubali kazi hii, kwamba kazi ni yako. Yesu, wasaidie. Nyakati zingine Bwana, kama wanadamu wanaweza kujihoji kwa nini tunamsaidia huyu Baba, lakini nakuomba Roho Mtakatifu useme na kila mmoja, useme na kila mmoja kwamba hakuna anayemsaidia mwingine, bali wanafanya kama ulivyowajalia. Naomba neema ya kutumika mbele zako Bwana, naomba neema ya kutumika mbele zako. Na sasa Baba, kama kanisa kwa moyo mmoja tunatambua kwamba umesema nasi, mioyo yetu imehudumiwa, roho zetu zimefunguliwa. Nami nakuita Mungu, mbariki kila mmoja aliyepokea neno hili, mwezeshe kila mmoja aliyepokea mafunuo haya kwa jina la Yesu. Neema yako itembee na kanisa lako, neema yako itembee na familia zetu, neema yako idhihirike Mungu katika nchi hii, kwamba kuna wacha Mungu wangu ambao hawajachafua mavazi yao, wamesimama katika kweli zako. Tunakutukuza Baba kwa ajili ya mtumishi wako uliyemtumia, umempaka mafuta, amenena kweli yako. Hakuwa na kitu cha kwake, hakuwa na kitu cha ukoo, alikuwa na neno lako. Nami namwombea neema ili ile nguvu iliyomtoka ikamrejee, awezeshe tena kusimama mahali pengine. Pokea sifa Baba, pokea utukufu, pokea heshima, pokea enzi na mamlaka Mungu wetu, katika jina la Yesu. Haleluya.